Ndugu watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Asante sana kwa sapoti ambayo mnazidi kumegea kituo hichi, kwa kuendelea kusubscribe na kutufuatilia. Maseneta wa Marekani wameweza kukasirishwa na propaganda ambayo inaendelezwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan kwamba wameweza kulegeza makali yao kwenye mswada dhidi ya Tanzania. Kumbuka kwamba kuna mapendekezo ya mswada ambao waliweza kufikisha kwake Donald Trump, wakitaka serikali ya Tanzania iweze kuwekewa vikwazo, iweze kunyimwa misaada kutokana na mauaji ambayo waliweza kutekeleza mwaka uliopita, kipindi cha kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi. Sasa serikali ya Samia ikaogopa vikwazo pamoja na kunyimwa misaada. Sasa wamekurupuka hapo jana tarehe 11 siku ya Alhamisi na kuwadanganya Watanzania kwamba Marekani imepunguza ama imelegeza makali yake kwenye mswada dhidi ya Tanzania. Kumbuka kwamba ule mswada ulifikishwa kwa serikali ya Trump executive, na hakuna jinsi ambavyo tena watatoa ule mswada kwake Trump waende kulegeza makali. Tayari walikwisha pitisha kila ambacho wanataka executive ambayo inaongozwa na Trump iweze kupitisha, na hakuna popote mahala ambapo maseneta hawa wameweza kusema kwamba wamelegeza kamba. Sasa naomba tuweze kupitia jinsi ambavyo serikali ya Samia iliweza kuwadanganya wananchi kwa propaganda, alafu niwaeleze kila ambacho Marekani walikuwa wamesema na hawajaweza kubadilisha. Serikali ya Samia ilikuwa imesema kwamba bunge la Marekani limeweza kuondoa baadhi ya vipengele vilivyotoa masharti makali kuhusu uhusiano wa taifa hilo na Tanzania, huku moja ya mabadiliko makubwa ikiwa ni kufutwa kwa pendekezo la kusitisha ushirikiano wa usalama na kijeshi kati ya nchi hizo mbili, Tanzania na Marekani. Sasa hatua hiyo, kulingana na propaganda ambazo zinaenezwa na serikali ya Samia, wanasema kwamba iliweza kubainika katika marekebisho ya mswada unaohusu kutathmini upya uhusiano wa Marekani na Tanzania, ambao unatarajiwa kujadiliwa na kamati ya mahusiano ya nje ya Seneti ya Marekani. Sasa kulingana na Samia, wanasema kwamba mabadiliko hayo makubwa zaidi ni kuondolewa kwa pendekezo la kusitisha ushirikiano wa usalama na kijeshi kati ya Marekani na Tanzania. Rasimu ya kwanza ilitaka msaada wa kiusalama pamoja na fedha za maendeleo zizuiwe, lakini sasa kipengele hicho kimefutwa. Unaona jinsi ambavyo wanawadanganya wananchi. Sasa wakasema kwamba mbali na kuondoa kipengele cha msaada wa kiusalama, toleo jipya la mswada huo limeongeza mamlaka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani kuruhusu baadhi ya misaada au uwekezaji wa Marekani kuendelea Tanzania iwapo hatua hiyo itaonekana kuwa na maslahi kwa taifa hilo. Sasa nataka niweze kukushangaza jinsi ambavyo serikali hii ya Samia imeamua kuwadanganya raia wa Tanzania kwa propaganda. Sumaona wametuambia tu kwamba Marekani imepunguza baadhi ya vikwazo, imepunguza makali yake. Sasa ninaomba nikuambie kwamba hizo ni taarifa feki ambazo serikali ya Samia wanaeneza. Sasa unajua, mimi ninashangaa, kipindi ambapo walikuwa wanaua walikataa, Marekani imeweza kuamua kupendekeza vikwazo. Sasa hivi
wanatutangazia kwamba Marekani imeweza kupunguza makali yake. Sasa tunapaswa kuelewa hivi, Seneti ya Marekani iko very transparent, yani wako wawazi, hawawezi wakaficha chochote. Sio kama bunge la kangaroo la Tanzania ambalo kazi yake ni kupiga tu makofi namna hii kwenye bunge la taifa. Bunge la Seneti la Marekani wako wazi, wako transparent. Kila kitu ambacho wanakifanya kiko mitandaoni, na ndio maana mimi nimeweza kusema kwamba hizo taarifa ambazo serikali ya Samia inaendeleza ni propaganda. Toleo au tangia tarehe 19 mwezi wa 5, toleo ilivyotolewa, mswada huu hakuna marekebisho yoyote yaliyofanywa. Kama kuna marekebisho, ninaomba serikali ya Samia iweze kutuletea marekebisho hayo mapya ambayo wanasema tu kwamba yameweza kutolewa tokea tarehe 19 mwezi wa 5. Pili, hata hayo wanayoongelea eti kwamba serikali imeamua kutoa msaada uendelee, si kweli. Kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa hapa. Hoja ya kwanza ya ushirikiano wa kijeshi, mswada wa Marekani unasema nini kuhusu mahusiano ya kijeshi na usalama? Namba moja, mswada huu ambao uliweza kuwasilishwa kwake rais wa Marekani unasema kwamba watafanya tathmini ya uhusiano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China, ikijumuisha namba moja, ushirikiano wa kijeshi na usalama, ikijumuisha mafunzo, mazoezi, uhamisho wa silaha na ushirikiano kati ya vyombo vya ulinzi, ujasusi au vyombo vya kutekeleza sheria. Sasa ninauliza, hii serikali ya Samia ambayo inaendeleza propaganda, sasa kufanya tathmini kupo, na ikiwa watagundua haiendani na maslahi yao na wanaweza kusitisha uhusiano au kuweka vikwazo, hii wameachia executive. Kumbuka kwamba haya ni mapendekezo ambayo Seneti iliweza kupendekeza kuelekea kwa Trump. Iwapo wataona kwamba ushirikiano wao wa kijeshi na usalama, ikijumuisha mafunzo, mazoezi, uhamisho wa silaha na ushirikiano kati ya vyombo vya ulinzi, ujasusi na vyombo vya kutekeleza sheria unatumika vibaya, basi wataweka vikwazo. Sio eti kwamba walikuwa wamesema eti kwamba wameweka vikwazo. Haya ni mapendekezo ambayo walikuwa wamependekeza kuelekea kwa executive ambayo inaongozwa na Trump. Iwapo Trump atapitisha, basi wataweka vikwazo. Sasa mimi ninashangaa kipindi ambapo serikali ya Samia inatuambia tu kwamba wameweza kupunguza makali na wameachia Seneti kupiga kura. Iwapo watapiga kura kuondoa ushirikiano wao wa kijeshi Tanzania, na iwapo watapiga kura kusitisha kwamba uhusiano wao wa kijeshi usiondolewe, itakuwa ni faida. Sasa ninashangaa mambo ambayo wanayasema. Vile vile, hoja ya pili kwenye mswada huu wanaeleza kwamba kuna sekta ambazo ziliweza kupewa exception, yaani hazitaweza kuwekewa vikwazo. Ukiona hii serikali ya Samia inatuambia kwamba serikali ya Marekani imeamua kuruhusu baadhi ya miswada, yani baadhi ya misaada kukuja Tanzania, lakini kwenye toleo ambalo liliweza kutolewa na Marekani, ambalo mimi niko nalo, nimeweza kuaccess, linasema kwamba kuna baadhi ya sekta ambazo hazitaweza kuwekewa vikwazo, ikiwa moja wao ama moja yapo ni msaada wa kibinadamu,
Kuna msaada ambao unatolewa Marekani unakuja Tanzania kuja kusaidia binadamu, na wala sio kusaidia wanasiasa, na wala sio kusaidia serikali, bali msaada huo utakuja kusaidia binadamu, na huo msaada hautaweza kuwekewa vikwazo na hautaweza kusitishwa. Sasa wanaona ni kana kwamba sisi wa Tanzania hatuelewi kimombo, wameamua kutudanganya hii serikali ya Samia. Wanaona kwamba exception, yani jina exception hatulielewi. Namba 2, kwenye mapendekezo ambayo Seneti iliweza kupendekeza kuelekea kwake Trump, walisema kwamba msaada wa kiafya usisitishwe. Hela za kununua madawa usisitishwe, kwa sababu ule msaada utaenda kusaidia wananchi na bali sio serikali. Vile vile cha 3 ni msaada wa kuimarisha demokrasia, haki za binadamu, utawala bora na asasi za kiraia nchini Tanzania. Hiyo ndio misaada ambayo bunge la Seneti la Marekani liliweza kusema kwamba hawataweza kuwekea vikwazo, hawataweza kuzuia isiingie Tanzania. Sasa mimi ninashangaa kuona serikali kubwa ikieneza propaganda ikisema eti kwamba Marekani imeweza kupunguza makali yake. Hakuna suala la kijeshi katika orodha hii ya exception. Maneno yaliyowekwa ring fencing, yani kwamba hayataathiriwa, ni hayo matatu ambayo nimeweza kukusomea, ikiwa ni msaada wa kibinadamu, msaada wa kiafya, pamoja na msaada wa kuimarisha demokrasia, haki za binadamu, utawala bora, pamoja na asasi za kiraia nchini Tanzania. Sasa hiyo misaada ya usalama wanapaswa kutuambia iko wapi, na Seneti ya Marekani iliweza kuondoa vikwazo vyao lini? Narudia hivi kusema hivi nikimalizia, hii serikali ya Samia iko desperate. Wanataka kujijengea taswira kwamba hawachukiwi, hawajawekewa vikwazo. Unajua juzi kipindi ambapo Samia alikuwa Urusi, alikuwa anaulizwa maswali kwa lugha ya kimombo, anashindwa kujibu, anazungumza vitu vya kwake. Hapa ndipo utaelewa kwamba hii serikali inataka kupotosha wananchi na kuweza kutoa wananchi macho yao kwenye yale machafuka ambayo waliweza kuyafanya mwaka uliopita. Yaani wanataka kutuaminisha kwamba serikali ya Marekani imeweza kuwalegezea kamba hata baada ya kuwaua wananchi zaidi ya 10,000. Sasa mimi kama mtangazaji wenu, kama sijaweza kuwaambia chochote, msikiamini kila ambacho hii serikali desperate ya Samia inawaeleza. Eti sijui Marekani imeweza kupunguza makali yake, eti Marekani imeweza kuamua sasa kuondoa vikwazo vya kijeshi. Bado kura hazijaweza kupigwa. Kura zikipigwa na executive ya Marekani ikiamua, si mimi niko hapa kuwapasha, kwani nitaficha nini? Wakiondoa hizo vikwazo nitawaeleza, wakiweka hivyo vikwazo nitawaeleza. Hiyo ndio kazi yangu mimi kama mwanaharakati, na hiyo ndio kazi yangu mimi kama mwanahabari. Kwa hivyo kuna nakala ambazo ninaona zinasambazwa mitandaoni na media houses ambazo zimelipwa na hii serikali ya Samia, ambazo ni fake news, eti kwamba Marekani imeweza kupunguza makali yao. Hakuna kitu ambacho Marekani inaweza ikaficha. Bunge la Marekani sio kama bunge la Samia ambalo linafanya mambo ya kupiga tu makofi kwenye bunge la Tanzania. Bunge la Seneti la Marekani, kila kitu ambacho wanakijadili wanaweka kwenye mitandao ili dunia nzima iweze kuaccess information. Wazo lako ni lipi? Hii serikali yani inataka kuwaaminisha wananchi kwamba wanapendwa. Endelea kusubscribe, endelea kupiga subscription, endelea kuwasha hicho kengele
kipindi ambapo nitakuwa naachia kanda unazipata kwa uharaka.